Nanga tuko studio kwako hapa. Nikiangalia mbele namuona bwana Mfalme Kiba. Nikiangalia mkono wangu wa kushoto hapa namuona bwana Simba Diamond. Nikimwangalia ukutana namuona bwana Harmonize Konde Boy. Hawa kama umebalance Kidude sawa yule Kibi Kidude nakuja ambacho kimenishangaza ni kumuona Bikidude alafu sijaona wasanii wa kike ambao wanafanya vizuri sasa hivi kama ulivyo balance kwa wanaume wanafanya vizuri sasa hivi hawajafanya kitu kwani kina Zuchu na nani Yanga ambao hawadeserve kukaa huko ndani hao wakubwa wamefanya kitu tena kama Zuchu familia kabisa ila nadhani aliye plani kuweka eka hivi nadhani yeye hajafikiria hivyo. Tena huyu bwana mdogo huyu ndio producer huyo. Anaitwa Jobit anaitwa Jobit. Nadhani yeye ndo alikuwa na wazo lake hilo. Mimi nilikuja kuona tu yeye alinipigia tu hesabu bwana bro hapa natakiwa nipate picha kiasi gani kiasi fulani katuma hela yeye akafanya hivi. Ile picha ilikuwepo sebleni. Ile ilikuwepo sebleni. Ile ilikuwa siku ya kuzindua Ubuyu. Ile nyimbo yake ya Ubuyu ile alivyozindua alipiga simu njoo nitakuwa kwenye kipindi nataka tuwe wote. Kwa nilienda pale na uzuri nikapata picha. Ila nilipiga mdogo wake yule Abuna akanitumia. Wewe mwanao sana lakini Alikiba. Alikiba sio mwanangu. Alikiba unamwaminia sana. Yaani mimi na wasanii. Mimi nawakubali wasanii wote ila Alikiba ana mapenzi na comedy. The same Diamond. Wana mapenzi na comedy. Isipokuwa Alikiba yeye amenitumia kwenye majambo yake. Alikiba ujue mara kwanza kabisa nakutana naye ilikuwa Ikulu, tulikuwa iftari. Akaniambia wewe mda kuswali huo. Mara ya pili tulikutana Morogoro kwenye jambo la Vunja Bei. Sasa ile ya Vunja Bei ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kwa sababu ndio alizungumza na mimi. Ikulu alipita tu akanishika bega akaondoka. Umeona bwana. Lakini Morogoro aliniita kabisa. Nanga mjoo kwanza. Unajua Nanga una kitu 1 2 3 4 5 ambao 4 5 6 wana hiki na hiki na hiki na hiki. Fanya hiki na hiki na hiki isipokuwa hivi tutakuchoka. Nikaona sasa kama huyu jamaa amesema hivi na nilijisikia furaha alivyonipigia simu kushiriki kwenye jambo lake la Ubuyu na uzuri lile jambo yeye livae. Si unaelewa tukafanya hivyo. Na nikasikia furaha tena nyimbo ya pili nilipopigiwa simu kama bwana mzee anataka 1 2 3 nikasema Mungu asante sana. Kwa Alikiba ni mtu ambaye ananifuatilia sana na anapenda ninachokifanya. Ndio sasa. Nanga unahusika sana kwenye video za wasanii. Of course kama nitakuwa niko sahihi 2025 2026 pia video nyingi ambazo zimefanya vizuri Nanga huko pale as main character kwa mujibu wa message ambayo inapatikana katika huo wimbo. Nataka kufahamu package yako mpaka Nanga anahusika kwenye video inakuwaje? Sasa hapo inategemea. Kuna ushikaji. Kuna ushikaji. Mfano kama Alikiba mimi hata hela sijataja na wala hela sijaambiwa. Video ya Ubuyu aliniambia naitaka timu yako yote. Sio unanielewa? Mimi pale ndo nikaona hapa nafanya hivi nikampigia huyu na huyu na katika watu ambao niliamini anaweza akakataa Shafi. Maki usajua Blandi yule. Nikampigia nikamwambia mzee bwana Ali kaniambia 1 2 3 na mimi nataka 4 5 6 ila nataka uwepo kwenye hili jambo. Akaniambia sawa. Na hajaulizia hela, hajaulizia nini, hajaulizia chochote. Sijui unanielewa. Tumeenda tumefanya. Lakini ukija kwenye video ya Nei nilizungumza yeye alipiga simu kusema Nanga kuna mtu atakupigia 1 2 3 4 5 wewe kubali. Kwa sababu mimi na shoot siku fulani alafu tutaonana. Sawa. Kwa hiyo nimeenda nikashoot nimemaliza nikakutana naye bwana akanigea kibunda changu nikaondoka. Kwa hiyo ni madirector wachache ambao tuna bageni lakini wengi wanafanya kazi nikimaliza wananigia kutokana na thamani zao zilivyo. Mimi sio mkubwa kumzidi Ali au mimi ni mkubwa kumzidi Nei. Sio nianze kubageni na Nei. Sasa kama Nei hapa bila milioni 4 hatuwezi kufanya hii kazi. Sio unanielewa. Kwanza binafsi kwa muda ule nilikuwa natamani nipate zile fursa. Yaani sasa leo hii nianze kumwekea Kimajoti. Sijui unanielewa yaani nianze kumwambia sasa mzee mimi package zangu ziko hivi. Kwa hiyo hapana. Wewe unahisi dola nitamwambia shilingi ngapi?
Sema na hisi Dula, kwa Dula ukimwambia hata hiyo anaweza akakupa. Nani? Afadhali. Kumbe unamjua Kumbe unamjua Baba mbaya yule. Dula Makabila. King of Singeli. Yule baba yule baba hapana. Yule baba yani kitu utakachofaidi seti yake kula, kunywa kwenye hela mtagombana. Unajua Dula akiportrait hela ni anayo. Yaani Dula akielezea ile hela nayo. Kwenye kuitoa sasa. Baba lake ngumu yule lake ngumu. Yani kuna mtu ambako unajiuliza huyu kwenye hela kuna picha familia yake, kuna siwa kikala pale unamuona nani. Wewe Dula lake ngumu sana. Lake ngumu. Mimi alinipigia simu akanisikilizisha nyimbo 3. Akaniambia hizo zote zinashutiwa na hizi zote upo. Nikamwambia mimi sipo. Kaambia mimi niko shamba na shoot. Wewe utashuti. Tabidi uje mjini uchute. Sasa Dula ukiachana na ushikaji niliokuwa nao, ana mshikaji wake anaitwa Makzube. Mimi familia yangu sana ile. Toka kipindi tuko Serious Fani, yeye wao akaanzisha Mkubwa na Nawe, ambayo Lamsolina akatoka Serious Fani akaenda kule. Kwa yule ni familia, yule ndo akanipigia, bwana jambo liko serious na hapa kila tukipigia mahesabu hapo unaonekana wewe tu, tunafanyaje? Sasa kwa sababu mimi lile jambo, mimi niko hivi, ukiniletea jambo lako kama linanihitaji mimi peke yangu nitakuja peke yangu, lakini ukiniletea jambo ambao nikiona linahitaji watu, nimebeba watu wangu, yani ndo niko hivyo. Kwa hiyo wakati tunazungumza pale mbaya boda hivi na hivi na hivi, mimi nikasuggest watu wangu. Katika watu ambao sikuwa suggest ni Kobisi, kwa sababu sidhani kama ningekuwa rahisi mimi kumpata kumwambia eti tukashuti jambo la Dula, kwa sababu nilikuwa najua tu tutashuti na tutaondoka. Sasa mtu kama Kobisi ambaye hatuna chemistry hiyo ikawa iko ngumu. Kwa hiyo nikahitaji timu yangu pale kweli, na yule akaeleza script yake anavyotaka. Kweli tukaenda tukafanya. Tunamshukuru Mungu, video nzuri na watu wameipokea. Ila yule baba ngumu. Ila uzuri wa Dula ni kwamba of course kuna jambo lako naye ni mwepesi pia kusupport sana. Sio kukutumia hela, kutumia hela mnagombana. Kutumia hela vitu vingine. Njoo, ukimwambia njoo bwana kuna moja sana. Dula yuko tofauti na wasanii wengi. Na hicho ndio kitu ambacho watu watakiwa waelewe. Unajua kwa nini Dula mwepesi? Kwanza eji, alafu pili ushikaji. Diamond mimi sio mshikaji wangu. Diamond ananipa project yake nafanya na nilipa. Unataka birthday yangu Diamond aje kweli? Nilifikia stage eti mtu ana comment kabisa mna shoboke. Nimemposti jana kama uliona ujuzi, nimemposti Vunja Bei baada ya kushinda kulaza maoni. Ulisoma zile comment? Nanga umeanza kuachawa. Yaani mtu ajui Vunja Bei anahusikaje kwenye maisha yangu. Sijui unaelewa. Vunja Bei nani kwenye maisha yangu. Kwa sababu mimi siamini kama mtu unaweza ukakurupuka tu kamposti mtu. Sijui unanielewa. Lakini mimi mpaka namposti mtu kuna sababu za msingi za kuposti. Sijui unanielewa. Vunja Bei tajiri yangu. Sijui unanielewa. Ni mtu ambaye ukiachana na vitu vyake ninavyovifanya, lakini ni mtu ambaye anapenda mafanikio yangu. Sio unanielewa, ni mtu ambaye anaweza akanyanyua simu. Njoo hapa Bambata. Ukaenda pale ofisini, alafu ukiachana unaenda kukutana na kibunda, lakini unaenda kukutana na elimu ambayo hukuitegemea. Sio unanielewa. Kwa hiyo sasa ukitegemea hawa raia, aisee. Unajua raia kuna ukubwa anakupa fikiri kiasi kama na bwana atanipa. Yaani mtu anakuambia kabisa usipagawe na Alikiba. Wewe, huyu nilikuwa naiangalia Cinderella ujue kwenye TV ujue. Huyu mtu sasa hivi naweza nikampigia simu yake akashika, asiposhika baadaye atarudia nilikuwa bize Nanga niambie, si unanielewa? Ndio unataka huyu aje kwenye birthday yangu. Acheni bala, acheni. Yaani lazima tuelewe kuna ushikaji, alafu kuna kazi na nafasi za watu ziheshimiwe. Mimi mzururaji sana Nanga. Mara kadhaa naenda sehemu nakutana kina Saidi, mara kadhaa nakutana sehemu za bata nakutana kina Shafii, kina Ndaro. Taarifa zako unazipata Nanga kwenye piga vitu vya mvinyo Masanga, sio shida zako unapiga vyombo kweli. Lakini huwa sikuoni kwenye machimbo yale, au sikuoni katika zile heka za namna hiyo. Mara sijui twende uwanjani tukacheze mpira, vibe ya hiyo sikuoni nana. Mpira sijui. Hilo la kwanza, mpira sijui. Mimi na michezo naipenda na kuna sehemu unaweza kunikuta. Kwa nini huwezi kunikuta mabaa?
mimi uwezo zamani nilikuwa naenda sana baa, na sio baa zao ambazo wao wanazoea kwenda. Mimi naenda baa ambayo niko karibu nayo, hata nikianzisha ugomvi sipigwi kwa sababu wananifahamu. Yani mimi niko Buza, niende baa Tabata. Yule napigwa ni kitu ya mwizi na kufa. Lakini hapa Buza mimi naweza kutembea kutoka hapa hadi barabarani, mtu akinita mwizi kwanza anapigwa yeye. Sio, unanielewa? Kwa hiyo hicho. Alafu kingine, tumepata nafasi kidogo kwenye mabaa na kuwa na shida nyingi sana nikienda. Ndio maana kama umeona nimetengeneza kipabu changu, kwa hiyo mimi mtungi nalia nyumbani kwangu. Kwa ndio maana huwezi kunikuta sana kwenye zile kaeka ambazo wao wanaweza enda nazo. Afu zile zinakuaga zina mambo mengi. Yaani unajua mkishakutana wasanii kuna namna lazima muishi kisanii, kitu ambacho mimi siwezi. Ninyanyue kibango ninunue kinywaji cha 2.5 mimi. Hilo swala haliwezekani. Nanga oji. Haiwezekani hata kidogo. Mimi ukiona taa zimenyanyuka unajua kuna mtu kanunua. Ila sio hela nimetoa mimi mfukoni. Siwezi. Hayo maisha yamenishinda. Sasa. Kima chako cha juu zaidi kwenye kufanya starehe ni shilingi ngapi? Sina kima. Mimi starehe nafanya vile ambavyo nafsi yangu nataka ikongeke. Tumeishi sana kwa shida. Hiki tunachokipata tunamshukuru Mungu. Kwa hiyo siku nikisema tu enjoy, tuna enjoy mpaka nilokuwa nao riziki. Yaani mimi naweza tukafanya jambo umeona, na nikawaacha nyewe kwenye starehe, mimi pale ninapoona sasa imetosha nikaondoka. Kwa hiyo waga sipendi kupigaga hizo hesabu. Kusema sasa hapa nimetumia 700,000, hapa nimetumia 2,000,000, hapana, sijawahi kupigaga hizo hesabu. Mimi nikisema tulifanya jambo, tunalifanya kwa sababu muda huu naweza kulifanya. Siwezi kulifanya hata msemeje, sitalifanya kwa sababu sitakuwa na uwezo wa kulifanya. Ila nikisema tufanyeni party, ujue hapo hata mkisema zije mbuzi 10 zitakuja, mkisema siwezi shuke keti ngapi zitakuja, yani hakutakuwa na soli yoyote. Ila si tufanyeni jambo fulani nikasema hilo jambo alifanyiki, ujue alitafanyika kwa sababu siko sawa. Sije kuona ukishare assets zako, wasanii zako tunaona Audi kina Taro, Benzi kina Said Saidi, Crown kina Shafii, sijui mwingine nyumba sijui, wewe vipi? Ukisema kwenye nyumba unanifurahisha. Watu walianza kuposti vibanda vyao, sielewa. Eliudi akaposti lile gorofa, akaweka ile soundtrack moja kumshukuru Mungu. Ilitushtua wengi sana. Mimi mpaka nikampigia simu Eliudi. Kama mkubwa, kaka, kama ndo tumefikia huko. Tangaza lile. Unajua hivi vitu bwana, hivi vitu vinashtua sana, Mimi binafsi sijakuwa hivyo. Mimi sijakuwa hivyo. Mimi naamini kwenye kupambana. Siamini katika show off. Sijui unanielewa, siamini. Ingawa anayefanya afanye kwa sababu sio dhambi. Unajua leo hii mimi nitakuja kuonyesha nyumba ya vyumba viwili. Kumbe mawazo ya mashabiki zangu ama kuna watu walikuwa wanaamini mimi naweza kumiliki gorofa. Si unanielewa? Kwa hiyo ikaanza kuonekana labda nafanya sana starehe, nafanya nini? Kwa sababu unajua kuna watu wanaamini kila unavyopost Instagram unapata hela. Yaani unakutana na mtu anakuambia sasa wewe muda huu kubadilisha gari, sasa hilo gari tushalichoka. Mpaka unamuuliza mzee, gari unajua unazungumza, kwa nini unaongelea kama unazungumzia pipi ya 100? Si unanielewa? Kwa hiyo mimi ile sina kabisa ya kuposti vitu hivi. Sina. Mimi kama kitu changu utanikuta nacho tu. Utanikuta nacho kwamba hiki cha kwangu. Na mimi sipendi kuigiza vitu vya watu. Yaani mameni nichukue kabisa usafiri wako alafu eti nitangaze wa kwangu wakati utakuwa nao busy. Siwezi. Mimi chochote utakachonikuta nacho kwenye maisha yangu vya kwangu. Kwa nini sijawahi kuona Nanga hata siku moja wakatuambia bwana huyu ndo wa ubavu wangu wa jameni? Nimesema Zama. Ni serious wewe kumbe? Serious kabisa. Zama ndio mwanamke wangu ambaye nipo naye na nadhani muda wote. Kuna clip ile unaimba pale nikajua labda pale tulikuwa kwenye harusi ya Madilisha ile. Pale Madilisha alikuwa anaoa kwenye shughuli yake. Sasa pale Chadi Talent ndo akawa anaimba. Anavoimba akawa anapitisha maiki kila meza. Sasa sikataka kunifezesha, akajua sio vitu vyangu.
Kumbe ajui mimi kitambo sana voko zinatoka. Nikapita nayo pale. Unamwambia shemeji pale. Na nilikuwa na zama, tulikuwa na wakusmata. Yes. Wana ambao mlizania ni anatania ni serious. Ile serious na wengi wanajua. Wengi wanajua niliekaga hii wazi kwa sababu kuepusha ile usumbufu. Sio, unanielewa. Mimi huaga sipendi kero. Yaani na shida hiyo. Unaona mwili mkubwa huu. Kwa kero sipendi. Sasa ile huyu wa nani DM nyingi unajua zile. Ndio maana kama kuelekeza tu, jamani, ubavu wangu mimi ni zama. Yes. Sijui kama Mwanya utamweka namba 1 au la. Nipe list ya comedian ambao unasema wanavyoendekeza pombe zitawaua. Mimi bwana kushuhudia pombe imemuua mtu na pombe sitaki kusema vibaya. Sitaki kabisa, pombe ni azimu. Pombe haijawahi kunikosea chochote. Kwa mimi nianze kuisema pombe kama mwenzangu. Hapana, pombe sijakuona kiua watu. Mimi ni mzuri tu, kwa hiyo siwezi kuisema vibaya. Pombe ile nyingine ambao nao wanakata maji au bala samaki. Katika sasa shida yangu mimi ndo narudia tena, nadhani labda age. Unajua mimi na 32. Kwa hiyo watu ninokaa nao sio hao wanaoangaliwa sana. Mimi nakana wakubwa, mimi nakana Mkojani, mimi nakana kina Tini, mimi nakana kina Masantula. Kwa hiyo ukizungumzia wanaoweka vyombo, wewe bwana Masantula anaweka vyombo. Yaani ule mzee unaona bapa limenyanyuka hivi linaisha, unaona kama nyingine ipo, unaona kama mpaka kuna muda unakaa unajiuliza, mzee wewe unakunywa yuko sawa. Yaani yule anaweza kukupigia sasa hivi sehemu yake anaipenda ni pale Masauti. Anaweza kukwambia njoo Masauti. Ukifika pale unakuta wenzao wamelewa. Na story yake utasikia huyu alikuwa hapa toka saa 3 asubuhi. Hiyo saa 5 usiku. Mnaanza kunywa. Wewe unatafuta sasa uage uondoke kwa sababu tayari ushaanza kuchoka. Yeye ndo anakusindikiza nje. Si unaelewa? Sasa kuna muda yule baba anakunywa. Kuna kwa Masantula of course kujiuliza hilo kwa sababu tulikuwa tumekutana kwenye maeneo ya kazi sana pia Masantuloni. Yeye utamwona anakuja na nipa updates kabisa, mameni kuna mtu fulani mimi tuje tumoje huko. Amuuliza brother Masantula kwani wewe ulewi au vipi? Yule hapana, yule nimemfuata kama kampeni tumezunguka sana. Mpaka kuna mtu anamwangalia hivi, mkubwa kwani hebu ungepumzika kwanza. Kwa sababu wote tunakuwa ngwi, kuna muda mpaka network zinakata, unakumbuka tukio la mwisho, ila yeye anawahadisia vyote. Apewe mambo yake. Yule jamaa kwenye maji anakata sana, lakini mtu poa. Sio mtu ambaye akilewa ni mtu akuleta miausho, hapana. Hapana. Kwanza akilewa sio muongeaji. Kupikiwa na kupika mwenyewe kipo unapendelea sana? Kupika mwenyewe bwana, muda wa kukaa jikoni ukate nyanya ukate nini. Ukipikiwa unajua unatoa order. Bwana nataka makange ya samaki, bwana nataka pilau, bwana nataka kitu fulani. Kwa sasa mpishi ndo anaumiza kichwa, lakini ukisema uanze mwenyewe ndo yale utajikuta unakaanga mayai na ugali. Shughuli imeisha, utakata kachumbari na samaki. Yaani ukae mwanaume uanze kuna nazi, unge maharage, haiwezekani. Utengeneze rosti la nyama, haiwezekani. Utatafuta tu kitu chako cha haraka, mayai yako na ugali, kachumbari, samaki, ugali, kwisha. Umemzidi Kiredio miaka 6. Nani? Umemzidi Kiredio miaka 6. Usisoma sasa. Vise mdogo, sio yeye tu, wengi sana. Mimi asilimia ya watoto wanaofanya wengi walikuwa wananiangalia wako shule. Ukuta Shafi naye wa 2000. Na Shafi anakimbia huko. Ni sijui 99 kama sio 98. Sijajuaga ila ni mdogo. Na naisi atakuwa 2000. Yani ni mdogo kabisa. Shafi ni mdogo. Ndio. Nanga tumezungumza mengi sana, kipi ambacho unatamani pengine tukifahamu mashabiki zako hawapa, zungumza nao kupitia 96 link na Bongo Plus TV. Mimi ninachopenda kuwaomba mashabiki zangu waendelee kunisapoti. Mimi bado sijafika na kupataka, natamani tufanye vitu vikubwa sana. Kwenye comedy bado hatujaweza kufanya yale makubwa. Unajua ni Joti tu ambaye aliweza kutengeneza comedy ya dakika ya masaa mawili. Sijui unanielewa. Tunajaribu kutengeneza lakini sio pure comedy.
Unaelewa, natamani watu support tuendelee kufanya hivyo tunavyofanya, na natamani tupate vipindi hivi kubwa zaidi. Tukionekana kwenye local channel, tukionekana kwenye hizi tunazoziaminia Azam na Mwenzedis TV, waendelee kutupa support, kutupush, kwa sababu wao wakiendelea kucomment vizuri, wao wakiendelea kutusupport, ndio tunafika mbali. Mimi nawapenda sana, na mwezi wa 5 nadhani kuanzia tarehe 1 tutaanza kuachia kazi zetu rasmi ambazo tutakuwa tumeshoot vizuri, zimeeditiwa vizuri. Kwenye channel gani? Nanga Comedy. Nanga Comedy channel. Kuna nyingine ile Babu Kaju sijui. Ile Babu Kaju. Ile Babu Kaju niliinunua. Ile Babu Kaju niliinunua kwa sababu nilikuwa nataka nifungue podcast. Sio, unanielewa? Kuna dogo nilikuwa naye, yeye alikuwa anapenda kutangaza. Sasa wakati niko kwenye process hizo, na hisi sio aliona anachelewa, sio aliona vipi, akaamua kufanya vitu vingine. Kwa hiyo ile nilinunua kwa sababu yule dogo awe anafanya habari, afanye vitu vyake. Kwa hiyo niliipa jina Babu Kaju ili iwe rahisi kumuendeshea yeye, apate kile anachokitaka, aendelee na maisha mengine. Bana, mimi nakushukuru sana my brother, nimefarijika nimefika hapa. Till next time kakaangu, tuliozungumza mengi hapa, natumai watakuwa wameyapata kinoma na vizuri sana. Mrito Mr. Mohamed bana, huko nyuma ya kamera anaitwa Rizzy kibwana. Shughuli zake, kazi yake ni mambo kuongeza ape, sijui kupunguza maiso, ndo shughuli zake huko nyuma ya kamera. Mimi nimefarijika kuwa nisikiliza kupitia 96 Link na Bongo Plus TV. Till next time, si ndio?